Wiki ya tatu ya mzozo wa kijeshi Mashariki ya Kati na dunia bado inashuhudia ngoma ya vita isiyoisha. Marekani imepanga vichocheo, Israeli imechukua hatua na Iran inashikilia msimamo mkali. Lakini kwa nini mataifa makubwa ya Ulaya kama Uingereza, Ujerumani, Spain na hata Uturuki hayajamuunga mkono Marekani moja kwa moja? Hili si tu swali la kisiasa, ni utata unaopamba mawazo ya kila mtu aliye karibu na pazia la nguvu za dunia. Ujerumani kwa mfano imeweka wazi hawatashiriki kwa sababu vita hivi havina barua rasmi ya Umoja wa Mataifa wala NATO. Hii ni kama kusema usiniingize kwenye moto usio na kipimo. Misemo ya pwani wanasema moto wa jirani hauishi kwa moto wa mbali. Mataifa haya hayataki kusukumwa kwenye mgongano wa eneo hilo bila usawa, wala kutimuliwa kama panya kwenye mlango wa serikali za nje. Huko ni Ujerumani. Kule Spain imesema wazi hawatatumia kambi zao kushirikiana kwenye mashambulizi. Kwao vita ni chungu lisilo na mwisho. Hii inatufundisha usikoleze moto wa jirani, ila simama mbali na ishara zake. Ulaya inaelewa kwamba kuingia kwenye vita hivi kungekuwa kuongeza ghasia na kuvuja damu zisizohitajika bila kufanikisha chochote cha amani. Kule Uingereza, waziri wa ulinzi wa Uingereza alisema wazi, NATO ni kimbilio la nchi wanachama, sio ngoma ya kushambulia kwa mpango wa kwanza. Kwa maneno mengine, ni kama vile samaki wa maji machafu hawagusani bila hatari. Ndicho anachomaanisha Muingereza. Ulaya inasema wazi, vita dhidi ya Iran ni vita chaguo la Marekani, sio jukumu la mataifa ya kigeni. Viongozi wa Ulaya wanashirikiana na raia wao. Utafiti wa hivi karibuni unaonyesha kuwa wananchi hawataki kuingizwa kwenye moto wa Iran, na serikali zinafuata hoja hiyo kwa uangalifu. Ushirikiano bila ridhaa ni kuingia kwenye mtego. Hali hii inaonyesha wazi si hofu tu ya kisiasa, bali pia ni wasiwasi wa kiakili na kihisia kuhusiana na amani na mustakabali wa raia. Hivyo basi, licha ya shinikizo la Marekani, Ulaya ina msimamo wa kujitenga kwa sababu za kisheria, kidiplomasia, kisiasa na kwa usalama wa wananchi wao. Kwa wengi duniani hili limebaki kuwa utata wa kimataifa. Je, vita hii itakoma? Je, mazungumzo ya amani yatashinda au moto unaoendelea utaendelezwa? Nionacho, huwezi kudhibiti dhoruba, bali unaweza kujiweka salama kwenye pwani. Ulaya imechagua pwani yake, na msikilizaji anasalia akijua nyuma ya pazia kila hatua ina maana na kila hesabu ya vita ina hatari. Hata leo mataifa makubwa ya Ulaya yameteka msimamo wao. Wamesema hapana kwa uingiliaji wa moja kwa moja, lakini hakika ya kusema hapana haimaanishi kuwa wameshindikana wala kuwa wanapumzika. Aghalabu nyuki hawapumziki, bali wanachagua maua walioyaona salama. Ulaya inasema hapana, lakini msimamo wao ni wa busara, si udhaifu. Hali hii imeacha Marekani ikitazama kuwa hamu, ikitamani msaada wao kwenye vita. Lakini kiongozi wa Iran, yeye anatamka wazi kwa sauti thabiti, hawatakuwa na msaada wa taifa lolote. Kila mtu anashika nafasi yake na kuta za nchi yake hazitazuiliwa. Dunia inabaki ikitazama, wakijiuliza, je, Marekani itapata msaada au itabaki peke yake katika moto huu? Na Ulaya kwa busara yao inashikilia msimamo wa pazia, salama, thabit na yenye utamu wa hesabu ya kisiasa. Abdullahi Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.